dakika ya mwisho. Na katika makala ya Tembea Kenya, mwanahabari Tobias Chanji na Moses Baya wametembelea kisiwa cha Funzi kilichoko katika kaunti ya Kwale, na ambapo kuna mbuyu mkongwe na mzimu ambao unadai ulikuwa na shetani ambaye aliozwa kisiwani Pemba nchini Tanzania. Kisiwa cha Funzi kina takriban watu 1500, wengi wao kutoka jamii ya Kifundi, jina walilobandikwa kwa kuwa mafundi wa madau na boti. Kuna njia mbili za kuingia Funzi, mojawapo ikiwa kutumia barabara au kusafiri kwa boti. Japo ina changamoto zake, usafiri wa boti utampa mgeni mandhari ya aina yake, kwani kando na kutazama aina kadhaa za ndege, vilevile atapata fursa ya kutazama maji ya mto Ramisi yanavyounganika na yale ya Bahari Hindi. Kisiwani kuna mbuyu huu ambao umeishi kwa miaka 500, awali ukitumiwa na wakoloni kama mnara wa kutazama adui. Wakati wa vita vya ulimwengu, nafikiri ilikuwa ni katika miaka 45 hivi, 1945, mbuyu huu ulitumika na wanajeshi wa Kiingereza, ama kwa jina jingine British Royal Marines. Ilikuwa ni sehemu yao ambao walikuwa wanapanda juu kule wakiangalia usalama kutoka baharini, na pia kulikuwa na uwezekano kuwa walikuwa wakishambulia meli ambazo zilikuwa zinaingia bandarini, zile ambazo ni za adui. Wakati huo ilikuwa ni vita dhidi ya Mwingereza na Mjerumani. Si kwenye historia tu, bali mbuyu huu una manufaa mengine kwa wakazi wa hapa. Hiyo wakazi wanatumia ile kama kiungo cha kutengenezea mchuzi ama supu. Hapa pia kuna mzimu ambao ulitumiwa kama sehemu ya maombi, kulingana na mzee Badi Abdalla. Mgeni naye haingii tu katika mzimu huu uitwao Mwana Marijaa kabla ya kuvua viatu. Shughuli zote zinafanywa hapa mzimuni. Maana huyu mtu anafanya tabu huko, akaja hapa kanena, akasaidiwa vile vile maneno yalionena. Nafahamu na kulimo kumuna basi. Anasema mzimu huu kwa ujumla unafanywa shughuli zote za kijamii. Pengine mtu labda ana matatizo ama amesababisha maafa fulani, anakuja kutafuta usaidizi hapa. Kuna wakazi pia wanaodai kumwona binti Mwana Marijaa ambaye baadaye aliposwa. Ilikuwa jioni saa 12. Natoka kuteka maji kisimani. Nikapita hapa. Nikipita hapa nasikia kama mwili wangu watetemeka, kama mbele sijui najisikia kuhoma hivi, nikitupa jito hivi. Nifanya kama kujishikashika hivi, kujipapasha hivi. Nikaangusha ndoo yangu ya maji, nikatoka mbio mpaka nyumbani. Sasa kulikuja mtu akampenda huyu shetani hapa Mwana Marijaa. Akasema huyu nimempenda, nasikia akatafuta wale wahusika wa hapa, nitapata vipi yule, akaambiwa akaelezewa vile ilivyo, akazungumza naye vizuri, akampatia kile ambacho anataka yeye, akambeba na sasa na Pemba, lakini kizazi chake kiko sahihi. Na masharti yapi ambayo yalikuwa lazima yatimizwe kabla ya mtu kuingia mzimuni huu? Ilikuwa uchukui kuni, ilikuwa kama pengine umelala na bado uweze kuingia hapa, mpaka kwa msafi ndio umeoga, umeshafisha vizuri na umeweka kavu kabisa. Na kwa kuwa magazeti hayafiki kisiwani humu, wakazi hukutana kwenye kibanda hiki kunywa kahawa na kujadili siasa zinazoibuka, huku akitoa mwito kuwa kuna mengi tu ya kujivunia kisiwani Funzi. Na wageni wakikuja kutembea Funzi, kuna discussion nyingi na kuna mambo mengi ambao wageni wanahitaji kuja Funzi, kwa sababu ni kisiwa na ni kisiwa cha kitalii. Fauka ya kuwa Funzi na vivutio kadhaa, wenyeji hapa wametajwa kuwa wakarimu na wanaopenda wageni. Tobias Chanji,